kuchelewesha inatenda kazi kwa wana wa Mungu. Ni roho ambayo ni pepo. Kazi ya hili pepo ni kuhakikisha upate haki yako ya asili. Inakupishanisha na mawazo chanya, inakupishanisha na marafiki wema, inakupishanisha na baraka, inakupishanisha na Bwana. Yenyewe inakupeleka nje ya mstari wa Mungu. Kama Mungu anataka hiki, roho ya kuchelewesha itakupa kitu kingine na kukipaka rangi kwamba ni kizuri kuliko kile Mungu alichotaka, ili uchelewe, ili upoteze. Tunaiona roho hii ya kuchelewesha ikitenda kazi sana kwa mtu mmoja aliyekuwa anasubiri uponyaji katika birika. Malaika alikuwa akishuka, anatibua maji. Watu wa kwanza kuingia katika yale maji yaliyotibuliwa, anaponya magonjwa yote. Akatokea mtu mmoja aliyekuwa amekaa miaka 38 akiwa anaumwa. Akataka na yeye kuingia katika birika hii ya ponyo. Biblia inasema alikaa hapo, kila ilipofika zamu yake ya kuingia, mtu mwingine alikuwa akitoka nyuma yake anaingia baadaye. Kila ikifika wakati malaika akishuka kutibua maji, baadaye yeye kuingia, anatokea mtu mwingine kutoka huko, anakuja mbio mbio, anatibua maji. Hajaishia hapo. Ukimsoma vizuri Yakobo, ametumika miaka 7, anataka mke anaitwa Raheli, akapewa Lea. Ni hiyo roho ambayo naenda kuizungumza usiku wa leo, kujifunza inavyotenda kazi. Alafu kama unaona imeathiri maisha yako, ukikataa kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Angalia kitabu cha Yohana sura ya 5. Angalia mstari wa 2 na kuendelea kidogo hadi wa 5. Huko Yerusalemu, penye mlango wa kondoo, pana birika itwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wakilala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka, akaingia katika ile birika, akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa, akapona ugonjwa wote aliokuwa umempata. Angalia mstari wa 5. Hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona yule amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akajibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Bwana Yesu Mungu wetu, asante kwa mafuta uliyoachilia juu yangu na juu ya kanisa hili, ili Mungu tupate kuelewa maandiko, tusipotee. Na kushukuru pia kwa ajili ya nguvu uliyoachilia na uweza. Asante kwa malaika, na asante kwa sababu Mungu umekuwa tayari. Tazama Bwana, kila mmoja aliyoko mahali hapa ambaye mfalme neno hili neno kifaa, ukapende usikivu, mvuke. Amen. Amen. Angalia vizuri sana hayo maandiko ya Kiswahili, yanaeleweka na wala hayana fungu. Yanaonesha mtu kama wewe
akitaka kuingia kwenye birika ili apone, anatokea mtu nyuma yake, anakuja anaingia yeye. Fikiria, hawa wanaotokea nyuma yao, Biblia haionyeshi wameumwa miaka mingapi. Inawezekana ni mafua tu yamemshika jana, leo akienda anapita, anatumbukia, anapona. Huyu akaumwa miaka. Yes. Na hapa ninapozungumza, nazungumza sasa katika roho. Nazungumza katika roho na wanadamu walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kila ukitafuta au ukitaka kukaribia neema, unataka kukaribia baraka, kuna jambo unataka kukaribia zuri, linavurugiwa au linachukuliwa na mtu. Anakuahidi fedha, inafika mwezi anatakiwa akupe, anakuambia nimefiwa. Mwingine anakuahidi hata kazi, inafika wakati sasa uajiliwe, yule bwana anaishi. Mwingine safari, tutasafiri wote, tutakwenda, tutafanya moja mbili tatu, asubuhi simu inaita, bwana ile safari haipo. Wewe umekuwa ni mtu ambaye wanatangulia watu mbele yako, wanakaa mahali pa baraka yako. Mtu ambaye ameshikiliwa na roho ya kucheleweshwa ni mtu ambaye ana matukio ya hadisi. Maisha yake ni hadisi. Hata akipata binti mzuri akitaka kumuoa, anatokea mmoja tajiri, anakuja anaoa. Yeye anabaki hana mke tena, yule ambaye alimtarajia anaanza kuhangaika, anafuta mke. Hivi ni vitu halisi ambavyo vinatokea katika maisha ya watu, kuonesha huyu mtu ameshikwa na roho ya kuchelewesha. Ni roho ambayo ikikung'ang'ania ukakosa msaada, ni sawa na huyu utakaa miaka 38 unasubiri jambo. Naona kama sasa dalili zinakuja nzuri, tunaweza tukajenga mwaka huu. Kwa sababu hela tunaanza sasa kuiona. Hebu tuanze kuiweka sasa hivi. Mnaanza leo tu kuweka hela. Kesho litaibuka jambo. Lile wazo tena la kujenga linafutika. Mnaanza hata kula sasa, mnaanza kupambania. Mlikuwa mnajua kabisa hapa kwenye upande wa kula kuvaa tumeshavuka. Tunawaza sasa kujenga, linaibuka jambo. Anakuja mtu anatumbukia badala yako. Naweza nikaieleza kwa lugha nyingi sana ili upate kuelewa. Ni roho ya kuchelewesha ambapo kila kwenye familia, kwenye uchumba, kwenye maisha ya kawaida, kwenye uchumi inatembea, hata katika huduma. Kuanzia kesho mimi naanza kufunga. Nafika usiku, homa ya hatari, kichwa kinagonga, mafua yanapanda. Hoi, unaamka asubuhi, una hali ya kufunga. Ametokea mtu mbele yako, anatumbukia. Kila maji anapotea. Leo sijaenda ibadani. Ndio umepitwa bwana. Leo ibadani, hilo neno. Kwanza amekuja mgeni. Jamani. Amezungumza hilo neno. Lilikuwa linakufaa wewe. Kwanza amesema hivi, akatuombea. Kwani sikuenda? Kuna nitaenda kesho. Unamkuta Tito. Na neno lake refu masaa mawili ambayo yaeleweke na ujani. Kuchelewesha inakupishanisha. Ukitaka kukaribia neema, ukataka biashara, unaona kinachana hata kuchanua. Mwenye nyumba anakuja sasa, kodi inaongezeka, kama utaki ili frame niachie. Jamani, nika yote mimi nadunduliza, hamna mtu aliniambia kodi imepanda. Sasa baraka inaanza, umeme umepanda, kama unashindwa ondoka hii nyumba, umeme sasa hivi 15,000 hii nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anaelewa. Amen.
anakuvika tabia isiyo ya kwako. Wewe ni mtu mmoja mwema mzuri, inakupa ulevi. Si kwamba hawa hawana akili. Shetani amejua kilichoko ndani yao, anawavaa, anawanyang'anya fursa. Wakati ambao sasa ndo unatakiwa ufundishwe somo litakalotoka kwenye mtihani. Leo siendi shule. Kwani ninajisikia vibaya. Mwalimu anashusha nondo zote za mtihani. Ukienda kwenye mtihani mafumbo. Kama mimi mwaka mzima nimesoma, mbona hii topic sielewi? Kumbe saa ulipokaa nyumbani ndio sawa. Kwa wewe ukitaka kutumbukia katika maji ili upone, anakuja mtu mwingine anakupigia. Kiroho ipo. Na mimi sitakubali kwa mtu aliyekimbilia hapa katika roho ikiwa na kilio moyoni iendelee kuondoka. Ninakataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi naikataa. Wewe pia ukikataa lazima itoke. Kwa sababu wawili wenu wakisimama na kuomba katika jambo lolote, mimi nitasikia. Wawili wenu maana yake mimi naikataa na wewe mwenye nayo ukiikataa, tumekuwa wawili wetu. Tumepatana katika jambo moja la kuikataa hilo, lazima Baba asikie. Tena anasema ukikutanika, mimi niko kati yao. Ni roho. Nasema ni roho. Amen. Na mtu ambaye anaikataa na mimi naikataa pamoja naye. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Hatuwezi tukatembea hatufiki tu. Hii safari lazima tuone na baraka za Mungu. Hii ni safari ambayo lazima tuone na uzuri wa Mungu. Hatuwezi tukaendelea kutembea huku tunaona Mungu ni mbaya, Mungu katili, Mungu hana hela, Mungu maskini, Mungu hapana. Mungu ni tajiri. Mungu anatupenda, Mungu anafaa, Mungu ni mzuri, Mungu ana furaha. Haiwezekani tangu unaokoka huna furaha. Umeibiwa furaha. Bwana ni wa furaha. Bwana ni wa amani. Amen. Bwana ni wa mafanikio. Amen. Bwana ni wa mafanikio. Amen. Sio kweli kwamba kwa Bwana ndo ukame, kwa Bwana ndo kupauka, hapana. Bwana anayo mafuta. Amen. Mwanzo 29:18. Haya, Yakobo akampenda Raheli akasema, nitakutumikia miaka 7 kwa kumpata Raheli binti yako mdogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Makubaliano. Lakini ukija ukasoma mstari wa 26 unakuta maneno yanasema tofauti. Kwetu havitendeki. Kama kwenu havitendeki hivyo, umeniachaje nitumike miaka 7? Miaka 7 unajua kwenu havitendeki hivyo. Usiniambie kwamba ni kweli unatumika miaka 7 lakini kwetu havitendeki hivyo. Hata Yakobo alikuwa na roho hii inayopiga makitai, inayompishanisha na neema ya Bwana, inayompishanisha na baraka, inayomfanya apokee vitu vingine. Unapata hela, ulikuwa unawaza nanunua kabati, tanunua kabati. Unapata hela, badala ununue kabati unanunua sofa. Ndicho kitu ambacho kinatendeka. Wewe unakuuliza sasa sofa ya nini? Ni watu nikalie sofa. Wazi uko naanza kabati. Sasa ukishaleta sofa sema sina saa. Kumbe sina kabati. Sasa nataka kabati. Iko njia kanayo machoni pa mtu kuwa ni sawa. Lakini mwisho wake ni njia za mauti. Ni roho inayodanganya. Inaua future yako. Inaua mipango mizuri ulionayo. Inakuletea mipango mipya ambayo hukuwa nayo wala hukutaka. Inakupa mipango ambayo kwa kweli sio mipango ya nia yako, wala sivyo ulivyo. Kuna mwezi mmoja alikamatwa. Akaulizwa, wewe kwa nini unaiba? Mbona una nguvu za kufanya kazi? Akawajibu, unafikiri mimi kipindi naiba naenda kuiba? Hapana, nakuwa naelekea na kazi zangu tu. Ukatugena jetu ndani ya daladala, mimi na ratiba zangu.
Nikifika naona simu iko hapo tu mlangoni mwa mfuko. Hapo tamaa inanivaa kwamba iba hiyo. Anasema sio kwamba ninapanga kwamba anaenda kuiba. Naona fursa. Wakati mwingine anatembea naona gamufu anajipitisha tu hapo akakimbiza hata si haraka tu. Mawazo yanamvaa hapo anaiba hapo. Maana yake anapishwanishwa na jambo alilokuwa anatiririka nalo. Anafuata jambo baya. Kwa kudhani kwamba hili jambo litaniharakisha kupata mafanikio. Kumbe ndio linalompoteza kabisa. Sasa unaonewa, unazushiwa. Jamani, kuna kitu fulani atakuwa hiki wanandoa ameiba. Jamani, hamna baba. Maana mwisho alikuwa ameshika wewe. Sasa watu wote wanakugeuka wewe. Unajiuliza kulikoni? Tuko hapa wote. Kimeibiwa hapa wote. Sawa kiko lakini wewe mara mwisho. Hebu muulizeni labda fulani mkagueni huyo. Mbona mimi ndio siaminiki? Wakati tulikuwa hapa taa watatu wanne. Unaloa. Na wakati mwingine wewe unasukumiwa kwenye ubaya. Kama kuna kazi ambayo ina hatari ya kufa, unaambiwa, Daudi ndio anaweza pale. Daudi, hebu pale. Jamani. Tuliko kule, huyu yuko hapa karibu. Ikitokea kazi ya hatari, anaitwa yule kule. Yaani yeye amefungu lake kuzalauliwa. Haya shimiki. Jitahidi labda mimi nina kasoro, labda mimi ni mtu wa bizaa, labda nianze kuwa mkimya, lakini hamna. Roho imekuandama. Hata ukienda mahali usipojulikana kabisa ukaanza nao tu kazi, unashangaa wote wanakuona wewe ndo tunda wao. Ndo tunda wao. Kama ni shule, walimu wakitaka kutoa ile mifano mibaya ni wewe. Mwalimu akifika kwenye penti nzuri, cheki itamuishia. Unachaguliwa wewe. Wewe nani? Hebu kimbilia chaki kule ofisini. Huko anaendelea kushusha mada ambayo kwa kweli ukitamani kutoka. Kwa nini mimi? Ndio ikitokea mambo ya kuzusha sasa, wewe unazushiwa. Unajiuliza jamani, nitende uzuri gani? Kila unachofanya adui anakitia mchanga. Nisikilize, ukienda kuikataa nasema mpinge. Yaani hakuna silaha kubwa kama kukataa. Kukataa ni silaha. Hata Mungu ukimkataa umemaliza. Sio tu shetani. Hata Mungu ukisema Mungu sikutaki, umemaliza. Mungu hakufuati. Na nguvu zake hakufuati. Yaani kukataa ni silaha. Kitu chochote kisichofaa kwako, wewe usiangalie nguvu zake. Usiangalie kile wewe kataa. Sema si hata kama unasema mimi kwa kweli mimi nizoea ukahaba, mimi bila kuingiliwa haiwezekani, mimi nawaka tamaa kama mbwa, wewe fanya hivi. Sema sitaki tamaa. Ikatae tu. Kwa lugha moja, kwa kauli moja moja. Mungu sitaki hii tamaa. Nakwambia itavunjwa hiyo tamaa. Unashangaa tamaa kwa hauna. Ile leo kwa baadhi na roho siwezi kabisa, utashangaa imegeuka. Silaha kuu kwa mwana wa Mungu ni kukataa. Kisema sitaki kwa moyo thabiti, hakuna mtu anaweza kukurudisha wala pepo hawezi. Biblia inasema mkiwa na imani, semeni tuna milima itaondoka. Sasa milima gani? Hata kama ni roho imekung'ang'ania kwa kasi kiasi gani. Sema wewe, ni kweli ni mlima mkubwa, unatisha, lakini mimi kwa jina la Yesu nakukataa. Anasema utatwekwa baharini huo mlima. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote tulikuwa na tamaa, wote tulikuwa wabaya, wote tulikuwa wezi, wote tulikuwa wavuta bangi, wote tulikuwa wafanya, lakini tulipokataa. Tulipofanya nini? Kataa. Leo tuko na ushindi. Tunahubiri injili madhabahuni. Tulikataa. Hii Dar es Salaam ukabila mke, alafu wewe utashindaje? Tulipokataa. Tukasema mimi na Yesu tunahubiri injili. Hata wajane, kuna wajane wengine anafiwa bado binti. Kitendo cha mimi siwezi kuingiliwa kika hapa. Siwezi kuwa mzizi. Akikataa, ule mwili utavunjwa. Atashangaa mvinyo utakichwa. Kukataa ni silaha. Kukataa. Wewe chochote unachoona hakiendi sawa,
Sema kwa jina la Yesu sitaki hiki. Na siku nyingine unafunga, sasa mengine ukiona hayawezekani mengine unafunga kabisa. Mungu leo nimefunga, mimi sitaki hiki. Kufunga kwangu leo mimi sitaki hiki, sitaki. Naona sasa mama umeenda kijana unashaanza. Sika kunaongea hapa ni mzazi tunaona kijana. Mimi kijana. Mimi na hekima naona najua. Ni hatari usishaona washaanza kujibu. Hata nikiitoa inakosa kibali. Leo napambana. Napigana. Nakataa. Tena kazi. Ya kuvuruga. Kuharibu. Kuchinja. Na kuua. Maisha yangu. Usiku wa leo. Nasema na kuzimu. Mipango yetu. Juu yangu. Inaikataa. Mipango. Leo naikataa. Nasema na kuzimu. Nakataa mipango yetu. Nasema na anga. Nakataa mipango yetu. Kwa jina la Yesu. Kila kutoa kuliko kwetu na kupokea kuliko kwetu kutoka juu kupitia kwa Baba wa yangu. Kwake hakuna kivuli cha kugeuka. Nimekuwa ni mtu wa kuwailisha mipango mizuri. Kila mpango wewe ninakuwa mtu wa kuwailisha. Wakati wewe umesema kwako wewe hakuna kivuli cha kugeuka. Leo nakataa mara kugeuka. Ora baba shende baba kalabasi. Rapaterebo sakara baba basi. Ramandala basetere baba. Oria makara bashekere baba. Oria makara bakere baba sekere. Yakasetere baba. Yakasetere baba. Ukwenda ndo afiti ndo mpaka mwisho. Rapo shekere. Rapatete sete.